Mambo vipi? Mambo yanaenda vizuri, namshukuru Mungu. Vizuri. Niko good kabisa. Sawa, tumetazama dakika 90 za mchezo. Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa nyumbani dhidi ya Gaborone FC. Simba walikuwa na advantage ya bao moja la ugenini. Tuanze kwanza, dakika 90 zilikuwa za aina gani kwa upande wako? Nafikiri ni dakika 90 ambazo zilikuwa bora sana kwa upande wa Gaborone United. Inawezekana kwenye mchezo wa leo Gaborone alifanya homework ya kutosha kumsoma Simba, japokuwa hajacheza sana zaidi. Inaweza kusema wametumia mechi dhidi ya Fountain Gate kama kipimo sahihi cha kujua ubora wa Simba na madhaifu yake, na kwa namna moja ama nyingine kwenye mchezo wa leo ni kama walifanikiwa, kwa sababu ulikuwa unatazama namna ambavyo walikuwa wanarahisisha baadhi ya vitu ambavyo kwenye mechi ya kwanza ilikuwa vinashindikana. Lakini nafikiri moja kati ya kitu ambacho walikiongeza kwenye mchezo wa leo ni uharaka wa kufanya matukio, yani kwenye kufika kwenye matukio kwa uharaka, lakini uharaka wa wachezaji kuweza kufanya maamuzi. Ulikuwa unaona mchezaji akipata mpira akainao sana anaachia, and then mambo yanakuwa yanaenda vile ambavyo kocha alikuwa anatarajia. Kikubwa tu ambacho walikosa ni umakini kwenye eneo la mwisho, na hapa ndo utakuja sasa namna ambavyo pia Simba amekuwa bora kwenye ile eneo. Moja kati ya nyakati ambazo Simba amekuwa kizungumzo sana kwenye eneo la ma center back. Japokuwa kwenye mchezo wa leo sijamuona Rushain Deleki yule, sijaona kabisa namna ambavyo Yusuf Kagoma amekuwa akikata umeme, lakini kwenye mchezo wa leo Gaborone United alifanikiwa, na nafikiri moja kati ya sehemu ambayo alifanikiwa, kuna nyakati ulikuwa unaona namna ambavyo anakata mawasiliano kwenye eneo la katikati, kwa maana Arasani Kante pamoja na Yusuf Kagoma ni kama walikuwa wanazibiwa ile mianya ya kuweza kupenyeza mipira kuelekea kwenye eneo la mwisho. Lakini pia hapo utarudi kwenye makosa binafsi ya mchezaji mmoja kwa Wekundu wa Msimbazi. Nafikiri kama Jean Charles Wange kwa makini kwenye mchezo wa leo alikuwa anaondoka na hat-trick, lakini sivyo bahati ameshindwa kufanya hivyo, na hapa ndo unakuja sasa kuangalia kwenye nyakati ambazo unamhitaji mchezaji aweze kukupa kitu bora, ndicho ambacho anakupa. Utarudi kuangalia kwenye mchezo wa leo ni kama Jean Charles wako na siku nzuri sana kazini, na ndio maana amekuwa miongoni mwa wachezaji ambaye kumuona anatoka ndani ya dakika 90 imekuwa ni ngumu sana ukianza msimu uliopita, lakini hata alipoanza msimu. Lakini kwenye mchezo wa leo Emedi Morocco aliona haja ya kumtoa, kwa sababu tayari ni kama pressure ya mchezo ilikuwa inamsumbua, lakini umakini ambao alikuwa na ukosa ni kama ulikuwa unaigharimu timu. Tayari Gaborone United wameshapata bao moja. Kama wanapata bao lingine, maana yake kuna namna ambavyo Simba angeweza kuwa kwenye nyakati mbaya zaidi, kwa maana angetoka kwa sababu ya faida ya goli la ugenini ambalo Gaborone United angeweza kulipata. Lakini yote kwa yote Simba ameweza kuishi kwenye kila ambacho walikuwa nakiamini, na inawezekana ni historia bora ambayo amekuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa, pamoja na uzoefu aina wachezaji ambao yuko nao umemfanya asimalize dakika 90 akiwa bora zaidi, kwa maana ya kupata matokeo. Kuna kuwa bora na kuwa dhaifu, lakini pia kuzidiwa ubora. Simba leo walikuwa kwenye kiwango cha aina gani? Simba kwenye mchezo wa leo alizidiwa mbinu ndani ya uwanja. Yani ukiniambia kwamba alizidiwa ubora, nitarudi kukuuliza aina ya wachezaji ambao Simba nao ukiwalinganisha na Gaborone wanafanana, jibu ni hapana. Lakini kwenye mchezo wa leo mbinu pekee ndio zilikwenda kuifanya Simba muda mwingi uikute kwenye eneo la chini. Lakini kwenye ubora bado Simba ni timu bora kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao walikuwa nao. Lakini ukumbuke Simba alikuwa anacheza na bingwa wa Gaborone, yani kwenye hivi vilabu vinne ambavyo vinashiriki kwenye michuano ya kimataifa kwa hapa Tanzania, ni Simba pekee ambaye anacheza na bingwa wa ligi ambayo usika ambayo Gaborone anatokea. Kwa hiyo ulikuwa unatarajia kwamba apate ugumu kiasi hicho, kwa sababu si kila timu ambayo inashiriki kwenye michuano ya kimataifa ni ndogo. Yani mimi dhana ya kuamini kwamba timu inatolewa kwenye michuano ya kimataifa ni dhaifu huwa siipi kipaumbele sana, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kinabadilika kutoka kwenye ligi ya ndani na kwenye michuano ya kimataifa, huku timu zinacheza kimikakati zaidi. Yani nafasi 2-3 anaweza kubadilisha taswira ya kile ambacho mmekijenga. Yani kama Simba angeweza kusawazishiwa bao, maana yake kile ambacho Simba amekifanya msimu uliopita tungeweza kukisahau kwa haraka. Lakini uimara ambao Simba amekuwa nao inawezekana ndio umemfanya endelee kubaki mchezoni. Baada ya dakika 90 unaona anaibuka shujaa kwa sababu ya lile goli ambalo alipata kule. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ugumu wa mchezo ulikuwa kwenye mazingira mawili ndani ya uwanja. Mbinu, lakini pia utayari wa wachezaji kuweza kutafsiri mbinu za mwalimu ndio ambao umekwenda kuamua.
Tuguse baadhi ya performance za wachezaji. Tuanze kwanza na Musa Pimpini Kamara, licha ya kwamba hajamaliza dakika zote 90. Yes. Nafikiri kwangu mimi Musa Pimpini Kamara ni mchezaji ambaye ana doubt juu ya kiwango ambacho amekuwa nacho. Ukimtazama namna ambavyo anacheza, lakini hata akiwa amesimama kwenye ile milingoti mitatu, imani ya yeye namna ambavyo anaweza akawa msaada wa kuweza kupunguza baadhi ya makosa ambayo atafanywa na center back upo. Kwa nini? Kwa sababu ukitazama hata kwenye mchezo wa leo kuna nyakati ambazo ulikuwa unaona kama sio ubora wa Kamara inawezekana tungekuwa tunazungumza mengine. Kwa sababu kuna nyakati niliona Lucien Dele tayari ameshakubali umakini tu wa Musa Pimpini Kamara, anatoka langoni analipunguza goli, ukaenda kuibakisha Simba kwenye mchezo. Lakini ukirudi tu hata msimu uliopita, asilimia karibia 99.99 alihusika pakubwa kuhakikisha Simba inafikia kwa malengo kwenye michuano ya kimataifa. Alicheza CAF Confederation kwa maana finali, si ndio? Lakini utarudi kwenye mchezo dhidi ya Al Masry, kiwango chake ambacho alikionyesha, akaweza kuokoa baadhi ya michomo ambayo inawezekana kama si uimara wake tusingezungumza huo ubora ambao Simba alionyesha msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwangu mimi sina doubt na kiwango cha Kamara, kikubwa tu ni kuendelea muombea aendelee kubaki mchezoni kama ambavyo yuko hivi sasa, kwa maana kuepuka majeraha, lakini kiwango chake pia kisishuke. Lakini sina shaka hata pia na goalkeeper ambaye anaweza akawa anachukua nafasi yake kwa maana ya Yakubu Selemani, kwa sababu ya kile ambacho pia amekuwa nacho. Amehakikisha Stars ikafikia hatua bora sana kwenye mashindano ambayo alishiriki kwa maana chani, lakini amekuja kwenye timu ambayo ili upate nafasi haitohitaji sana historia yako kule ambako umetokea. Watahitaji pale unapopewa nafasi kitu gani ambacho unakiofa, kwa maana nini ambacho unakifanya, nini ambacho unacho cha ziada cha kuisaidia Simba. Tumzungumzie Morsi Abraham ambaye ni story kubwa. Hajaanza leo kuzungumzwa, ameonyesha kiwango chake mfululizo. Leo alikuwa na mchezo aina gani kwa upande wako? Mimi binafsi nafikiri nimewahi kuzungumza baada tu ya Morsi Abraham kutambulishwa. Ukirudi kwenye kumbukumbu ya kile ambacho nimewahi kukizungumza, kwa maana utakutana na clip, nimewahi kusema kwamba Luis Jose Miquissone mpya ndani ya wekundu wa Msimbazi ni Morsi Abraham. Kwa nini? Kwa sababu ya sifa ambazo yuko nazo, lakini pia uwezo wake wa kuweza kupita ndani ya msitu umekuwa bora sana, na nafikiri hizi ndio nyakati ambazo naweza nikasema kwamba Elie Mpanzu amepata mwenzie wa kucheza naye. Yaani ile speed ya mchezaji mzawa. Ile speed ambayo Elie Mpanzu alikuwa nayo msimu uliopita ni kama ilikuwa inamfanya nyakati zingine aonekane ni mchezaji wa kawaida kwa sababu ya tabia za wachezaji ambao walikuwa wanamzunguka. Ukimtazama Janisha leo si mchezaji ambaye ana speed sana, lakini ukaja kwa mchezaji kama Kibu Denis si mchezaji ambaye ana speed sana. Lakini kitendo cha Simba kumpata Morsi Abraham and then una Elie Mpanzu ni faida kubwa, kwa sababu kuna nyakati utohitaji sana mbinu kuweza kuamua mchezo. Yaani utahitaji ubora wa mchezaji kwenye nyakati za kujibu mipira ya counter attack. Hapa Simba imepata wachezaji sahihi. Kama unamwacha mshambuliaji mmoja kati ya watatu ambao uko nao juu, and then ukiwa unashambuliwa sasa, alafu una Elie Mpanzu and then una Morsi Abraham, manake uhalaka wewe kuweza kulifikia lango la timu pinzani uko 100% kutokana na speed ya wachezaji, lakini pia ubora ambao uko nao kuweza kukota mipira. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho Morsi Abraham amebarikiwa kwanza ni uwezo wake wa kuweza kuficha mpira miguuni, lakini ni ufundi mdogo mdogo ambao uko nao miguuni. Kuna namna ambavyo unamrahisishia kazi. Kwa hiyo tumi nafikiri ndo nyakati pekee ambazo Morsi Abraham anapaswa sasa kujua ameenda kwenye klabu ambayo kosa moja utakalolifanya kwenye mchezo husika inawezekana likakufanya utolewe kwenye ile piki ya kiushindani ambayo uko nayo, yani tukaacha kuimba kabisa. Lakini kama unafanya vizuri, uwezekano wewe kuimbwa upo. Kwa hiyo kwangu mimi kitu ambacho anapaswa ukijua, ameenda kwenye klabu ambayo inahitaji uonyeshe nini ambacho uko nacho, na nafikiri ni jicho la Fadlu Davis kuona kile ambacho alikuwa nacho Morsi Abraham wakati anakuja ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo kwangu mimi labda nizungumze kwamba Morsi Abraham anapaswa kupunguza pressure, kwa sababu nilivyomtazama kwenye mechi mbili ambazo amecheza, kama anatulia ni haraka sana Simba kuweza kumsahau Janisha leo. Kama Morsi Abraham anatulia vizuri,
haraka sana Simba tamsahau Jean Charles Ahoua, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Jean Charles anavikosa kwa Morris Abraham vinapatikana. Yes. Kwa hiyo ni kujua tu majukumu yake kama mchezaji and then akapunguza pressure ya kutaka kudhibitisha yeye ni nani. Yaani tumeshajua wewe ni Morris Abraham. Punguza pressure, onyesha kile ambacho uko nacho, kocha atakupa nafasi. Kama unatazama kwenye mchezo wa leo kama hata dakika 90, sio kwa bahati mbaya, kutokana na ubora ambao alikuwa nao. Kwa hiyo kocha akaona kuna haja ya kumtoa Jean Charles Ahoua ambaye alipeleka Simba robo finali last season, and then anamwacha Morris Abraham ambaye hii ndio mechi yake ya kwanza akiwa anajitafuta, kwa maana akiwa nyumbani. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Morris Abraham ni mchezaji mzuri, lakini atahitaji zaidi muda, lakini na imani ya walimu kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, kwa sababu kama hatopata nafasi kama ambavyo imeanza kwa Fallu Davis wakati msimu umeanza kuwa anapewa nafasi sana, lakini mchezo uliopita amepewa nafasi, lakini pia unaona kwenye mchezo leo amepewa nafasi na kile ambacho amekiofa. Kwa hiyo anahitaji tu kupunguza pressure and then akaanza kuaminiwa na kupewa nafasi ya kucheza, naamini atakuwa mchezaji bora sana. Tumalize na hili tofauti ya timu ya Fallu Davis ya Simba pamoja na hii tunayoshuhudia ya Suleiman Matola pamoja na Hemed Suleiman Morocco, ni ipi mpaka sasa hivi? Hapo tunailinganisha timu ya Hemed Morocco and then Suleiman Matola. Ni makocha wawili wenye sifa tofauti. Hemed Morocco ni muumini sana wa kuhakikisha usalama kwenye lango lake kabla hajalifikia lango la timu pinzani. Kama umemtazama hata kwenye national team, ni kocha ambaye atafunga bao moja lakini kufungwa inakuwa ni ngumu. Au kama anafungwa ni mara chache sana anafungwa mabao mengi. Kwa hiyo sifa ambayo uko nayo, kwanza si muumini wa kufunguka sana. Huwa anahitaji kwanza timu yake iwe bora kwenye eneo la kiulinzi and then ndio utaanza kumuona anafunga safari kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Lakini Suleiman Matola kukaa karibu kwa makocha ambao wamepita Simba kwa hivi karibuni, ukija kumjumlisha Fallu Davis, inawezekana kuna namna ambayo pia amejifunza vitu kutoka kwa hao makocha. Yaani namna ya kuifanya timu yako ikawa bora kwenye mazingira yote, kwa maana kucheza and then kuzuia na kupata kitu bora. Ameonyesha hilo kwenye mchezo uliopita. Lakini hapo unailinganisha Simba ya ligi kuu dhidi ya Fountain Gate and then unamlinganisha Simba wa michuano ya kimataifa dhidi ya Gaborone United. Hizi ni mechi mbili tofauti. Kwa hiyo lazima ujue mazingira hayo yanaweza pia yakaondoa ile taswira nzima ya kila ambacho ulikiona kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate, kwa maana kwenye mchezo wa ligi kuu. Kwa hiyo kwangu mimi sitaki nilinganishe sana kuhusu hilo, kwa sababu Suleiman Matola alicheza dhidi ya timu ambayo iko kwenye daraja la kawaida sana. Yaani amecheza na timu ambayo iko kwenye daraja la kawaida ambayo msimu uliopita ilifungwa mabao 4 na ikiwa ndo walifungua ligi pia na Simba. Mechi ya Simba ya kwanza ilikuwa na mpinzani wake ambaye amecheza naye, si ndio? Lakini kwenye mchezo wa leo ulikuwa unahitaji kuona mbinu zaidi, lakini pia utayari wa wachezaji kuweza kuhukumu kile ambacho kocha alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo nafikiri moja kati ya kitu ambacho Simba alikuwa nacho kwanza ni kujua kwamba ni mazingira ambayo hatutohitaji kufanya vitu vingi sana ndani ya uwanja. Tunahitaji tu matokeo na kupata kitu bora. Na ndio maana wachezaji kama ulikuwa unaona wamestarehe sana. Lakini mchezo uliopita watu walikuwa wanacheza kwa kustarehe kwa sababu hakuna pressure ambayo walikuwa wanaipata. Lakini kwenye mchezo wa leo unaona pressure ambayo Simba alikuwa anaipata. Kwa hiyo nafikiria ni makocha wawili tofauti, lakini mechi pia ni mbili tofauti. Kwa hiyo tusiwajaji sana kwenye hilo, lakini niamini tu kwamba Simba ambao umeiona kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate na ambao umeiona kwenye mchezo dhidi ya Gaborone United ni ile ile. Kilichobadilika tu ni mazingira ya mpinzani and then kilichobadilika pia ni utayari wa wachezaji kwenye namna ya kutafsiri mbinu za mwalimu. Unaiona Simba wapi kwenye michuano hii sasa hivi? Kwanza kabla tujaenda huko, Simba inabidi apate kocha haraka sana. Yaani Simba anamhitaji kocha mkuu and then kocha wa viungo kwa haraka. Kama ataendelea kucheza hivi afiki popote Simba. Kama ataendelea kucheza hivi Simba atoboi kaka. Wanahitaji kocha wa aina gani? Simba wanapaswa kujua falsafa ambayo wanaitumia, aina wachezaji ambao wako nao, and then wamlete kocha ambaye anaendana na falsafa hiyo. Sio unamleta kocha ambaye aendane na falsafa ambayo unaitumia. Hapo akija mtasumbuana tu. Mimi binafsi naamini kwamba Simba anapaswa kupata kocha ambaye kwanza anaijua ligi yetu vizuri, aidha amewahi kupita ama yupo hata hivi sasa ndani ya ligi kuu. Wakimpata huyo kocha kuna namna ambavyo itawasalimisha, kwa sababu
tayari msimu umeshaanza, hatuhitaji kumpa kocha muda. Ataikuta timu tayari imeanza mashindano, maana yake ukifanya kosa moja umetoka kwenye mstari. Kama unadondosha alama ndani ya ligi kuu, maana yake utaanza kutengeneza yale matabaka ya wewe namna gani ya kumfikia mpinzani wako. Lakini kama unapoteza mechi kwenye michuano ya kimataifa, inawezekana safari yako ya kufikia malengo ikawa ngumu. Kwa pia wanapaswa kujua kwenye hicho, kama wanafanya maamuzi ya kumleta kocha, wasimlete kocha wakuja kubahatisha kama inavyotokea hivi sasa. Kocha mechi inatamatika, tujaji ubora wa wachezaji, tujaji madhaifu, tunajaji kocha. Sio siku masaa 48 amebaki. Jamani, eti atobo ni matumizi. Anataka Miguel Gamondi kutoa Simba kwa tetesi. Unadhani umezungumza kwamba anatakiwa kocha ambaye anaifahamu Simba na ligi ya Tanzania. Yeah. Miguel Gamondi anatosha kuja Simba? Mimi binafsi ukiniuliza kuhusu hilo, nitakwambia 100%. Yaani kama unanipa nafasi ya kwenda kumleta kocha kwa hivi sasa, kama sijamleta Nabi, basi nitamleta Miguel Gamondi. Kwa nini Gamondi? Yes. Na kwa nini Nabi? Miguel Gamondi kwa maana falsafa ambayo anaitumia haipishani sana na kile ambacho Simba anakihitaji. Yaani Simba anahitaji zaidi mpira wa kuposesi huku akiwa na kushambulia taratibu. Na namna ambavyo Miguel Gamondi amekuwa akicheza kipindi yuko Young Africans, hata hivi sasa yuko Singida Black Stars, bado namuona ni kocha ambaye anaifaa sana Simba. Lakini pia ni kocha ambaye tayari ni mzoefu, anaijua vizuri ligi yetu, anajua tayari mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kuweza kuanza kuwatumia wachezaji na kupata kitu bora. Na inawezekana hata baadhi ya wachezaji amewahi kuwajua kwa sifa, tabia na kila kitu. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi. Lakini kwa Nabi pia ni miongoni mwa makocha ambao wamepita pia kwenye ligi yetu. Akiwa Young Africans, nafikiri ndo kocha pekee ambaye ilitengeneza Young Africans hii ambayo imeenda kuchukua mataji 4 mfululizo. Yaani kama kuna ubora ambao Young Africans yanao, basi ulianzia kwa Profesa Nabi. Kwa hiyo unampata Nabi ambaye uwezekano wa yeye kuirudisha timu yako kwenye huo uimara upo, kwa sababu ya kile ambacho amekifanya kwenye mashindano husika, kwa sababu amefika hatua ya finali pia, si ndio? CAF Confederation. Kwa hizi safari za namna gani ya kufikia malengo anazijua vizuri. Haitakuwa ngumu sana kuweza kumwambia nini ambacho akifanya. Kwa hiyo kwangu mimi ninayo majina mawili ndani ya kichwa changu. Kama Simba wanapata mmoja wapo kati yao, naamini kabisa kuna namna ambavyo Simba anakwenda kuimarika. Lakini la mwisho ni kupata kocha wa viungo, kwa sababu kinachoisumbua Simba hadi hivi sasa ni fitness, yani utimamu kwa wachezaji ni mdogo sana. Kwa hiyo wanahitaji kupata kocha wa viungo. Yani ukiacha yule ambaye yupo, wanahitaji kupata kocha mwingine. Asante Sofo. Asante.